Coach, mmejiandaa namna gani na matayarisho yakoje mchezo wa kufungua msimu sasa dhidi ya Mashujaa Queens ambao ni nusu finali ya kwanza wa KMC, mambo yakoje? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kufika hapa salama, lakini kwenye upande wa maandalizi timu tumeandaa vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho, na mchezo huu hautaki alama tatu, huu unataka kusogea hatua inayofuata. Kwa hiyo kiujumla tuko vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Kwanza kwenye swali lako la kwanza kwamba mchezo wa mpira wa miguu, mabadiliko kwenye timu ni kitu ambacho kinatokea kawaida, lakini kwenye swali lako la pili la mwalimu Eleneza ni mwalimu ambaye mzuri na ana train vizuri, lakini kutokuwepo kwenye soka la wanawake haisababishi kwa maana kwamba tusifanye vizuri. Kwa hiyo tunamuelewa na wachezaji wamemuelewa vizuri, lakini tunaamini tuna kitu ambacho tutaenda kukifanya kesho na mtaona mabadiliko kwenye mchezo wa kesho ambao sisi wenyewe tumehatarisha vizuri. Cha kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tunamshukuru kwa sababu wachezaji wote wako vizuri, wamepata mazuri kwa mwalimu na tumejiandaa vizuri. Kwa kikubwa tunamwomba Mwenyezi Mungu dua zake kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya kama wachezaji, kwa the way ambayo tumejipanga kama wachezaji, tunaamini tunaenda kupata pointi 3 muhimu. Kwa maswali yako yote mawili naweza nikajibu kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa makosa na unapokosea mwenzako ni lazima atumie nafasi. Pia mchezo wa mpira wa miguu ni mpira wa maandalizi. So unapojiandaa vyema ndivyo ambavyo utakaperform vyema. So tunaamini msimu huu hapa tuliteleza nyuma, lakini sasa hivi tumejipanga tena upya na tunaamini tunaenda kufanya vizuri. Asante kwa swali lako, lakini kiufupi tu kwa sababu unaona kidogo haliko kwangu mimi kama mchezaji. Kiufupi tu ni kwamba sisi ni wachezaji na ni waajiriwa. So sisi mwalimu yote anayekuja mbele yetu ni lazima tutii na tumheshimu kwa yale ambayo atatuelekeza. Wewe simu gani katika mchezo hii? Kwenu wachezaji inawasaidia kwa namna gani na mnaionaje Ngao ya Jamii? Cha kwanza kabisa ni mashindano ambayo yanatupa mwanga kwa kulingana na kuelekea katika msimu wetu wa ligi, na pia ni mashindano ambayo yanatupa utayari wa namna gani ligi ambavyo inakuja. So ni mashindano mazuri na yanaandaliwa vizuri. Tunachoomba tu ni mzidi kuboresha. Asante sana Esther Mayala Kibo, asante kocha Abdunasir Ahmada, na kila la kheri kesho kwenye mchezo wenu dhidi ya Mashujaa Queens. Asante. Karibu kwenye mkutano wa kuelekea kwenye mechi za Ngao ya Jamii wanawake 2025 ambazo zinataraji kuchezwa hapo kesho, nusu finali saa 7 kwa saa 10 za jioni kwenye uwanja wa KMC. Na wakati huu ni wakati ambapo tunakwenda kusikiliza kiufundi, lakini pia tunasikiliza upande wa wachezaji pia wanasema nini. Na kwa sasa tunaye kocha wa kutoka timu ya Mashujaa Queens Ali akiwa ameongozana na mchezaji anayewakilisha wachezaji wenzake Sabina, ambao watatueleza sasa kuelekea mchezo wa kesho ambao utakuwa unachezwa saa 7 za mchana wakicheza dhidi ya Simba Queens. Mambo yatakuwa vipi? Coach Ali, habari za kwako na karibu kwenye mkutano huu kuelekea kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii, mchezo ambao ndio unatufungulia msimu wa soka la wanawake, na mnacheza dhidi ya Simba Queens kesho. Hali ikoje, matayarisho pamoja na mambo mengine? Asante sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutukutanisha watu wote hapa leo kwa ajili ya mechi ya kesho. Maandalizi yako vizuri. Jana wangu hapo vizuri, nilifanya mazoezi zaidi ya mwezi mmoja nyuma kujiandaa na hii Ngao ya Jamii. Timu ya Mashujaa Queens sio timu ya siku nyingi sana kwenye ligi ya wanawake, lakini msimu uliopita tulifanya vizuri, tukashika nafasi ya 4 mpaka tunashiriki leo kwenye Ngao ya Jamii. Tutaingia kwenye mechi ya kesho kwa kuheshimu Simba kwa sababu Simba ni timu ambayo ipo siku nyingi kwenye ligi ya wanawake. Mechi ya kesho ni mechi ya mbinu. Mechi ya kesho ni mechi moja ambayo inaweza kuzaa mechi ya pili. Kwa hiyo mechi ya kesho tutaingia kwa tahadhari kubwa, kwa soma kwanza wapinzani wanacheza vipi ili tuweze kukabiliana nao. Lakini na imani kwa wachezaji wangu, mafunzo tuliowapa, Mungu kesho kaamka salama, na imani wakiashika yale tuliowapa mazoezini, mechi ya kesho kwa hizo hala tutashinda. Kocha Ali anasema kwamba mechi inazaa mechi kesho dhidi ya Simba Queens. Swali kwake?
Naomba tusogee hapa kwa ajili ya mic. Mechi ya kesho mashabiki wengi wategemea kuona mpira mzuri na mpira wa kiushindani. Kama nilivyosema mwanzo, mechi ya kesho ndio inazaa mechi nyingine. Kesho tunaenda kwenye mechi moja, ili tuzae mechi ya pili lazima tushinde mechi ya kesho. Ukitegemea mechi ya mwisho kwenye ligi tutoka nao draw Simba. Kwa hiyo mechi ya kesho lazima tuingie kwa kupambana na kuheshimu na tuangalie mazuri yao, tupambane nayo, madhaifu yao ndio tutumie udhaifu wao ili kupata matokeo kwa mechi ya kesho. Furaha yangu kweli nilikuwa na furaha kubwa kuona timu nimefikisha kwenye nafasi ya 4, lakini kama mwalimu mategemeo yangu sio hayo. Kutegemea huko nyuma nishachukua ubingwa mara 3 wa ligi kuu ya wanawake. Kwa hiyo malengo yangu makubwa nione tena nachukua ubingwa na hii timu ya Mashujaa Queens. Ingizo jipya na wengine wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, lakini kuna mchezaji ambao wa kikosi cha kwanza Masika na mkosa kutokana na majeruhi, lakini vile vile hao waliokuja kwenye ingizo jipya ni wachezaji ambao wanaongeza chachu kwenye timu kuhakikisha kikosi kinakuwa imara kupambana na mechi ya kesho na Simba Queens. Ibebaje na mnaizungumzia Ngao ya Jamii? Kwanza ni furaha kwetu, pili tuna kibarua. Maana unavyoingia kwenye Ngao ya Jamii kama hii watu wanataka kuona kweli umeingia kwa kubahatisha au umeingia kwa kumaanisha. Kwa hiyo kwangu kama mwalimu hainisumbui kwa sababu nishapambana kwenye ligi ya wanawake katika nafasi kama hizo. Lakini kwa wachezaji nao wazoefu ambao walishachukua ubingwa kwenye vilabu vingine kama kina Koku Panga ameshawahi kuchukua ubingwa akiwa na Simba Queens, kwa hiyo naye ni mzoefu kwenye mashindano kama haya, tunao kina Fatuma kitu nini. Kwa hiyo na imani haitatusumbua kama timu na vile vile tatufanya sisi tuzidi kujengeka tuweze kufanya vizuri mechi ya kesho. Unazungumziaje shindano lenyewe la Ngao ya Jamii? Shindano lipo vizuri na vile tunashukuru TFF kwa kuweka timu 4 kama hivi, inatupa fursa hata sisi tulipo nafasi ya 4 kuweza kucheza ligi. Kwa hiyo naamini walioandaa kitu kama hicho wamefanya kitu kizuri na shindano kubwa, hata Watanzania wataona kwenye soka wanawake kuna nini kinaendelea kumejaa Ngao ya Jamii. Asante kocha Ali. Nawakilisha wachezaji wenzako kwenye mchezo huu wa Ngao ya Jamii ambao mnacheza kwa mara ya kwanza. Kwenu wachezaji kwenye mchezo dhidi ya Simba Queens, mnakwenda namna gani na mnazungumza nini kuelekea kwenye mchezo wenyewe? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku kama ya leo. Tunaomba pia kesho aweze kutuamsha salama. Lakini kwa wachezaji wenzangu, kila mmoja ana hali amejiandaa kimchezo, kila mmoja ana morali na mechi, kila mchezaji anautaka mchezo. Kwa hiyo kama sisi wachezaji tumesikiliza benchi la ufundi, nafikiri tukiyafuata maelekezo ambayo wametupa tutapata matokeo mazuri kwa upande wetu. Kila mchezaji anautaka mchezo. Mashujaa Queens wanakwenda kucheza dhidi ya Simba Queens. Kama kuna maswali kwa Sabina? Hiki imetusaidia pia kwa sababu ile michezo tulikuwa tuangalie jinsi tu ya kushinda au kufungwa. Mwalimu kuna vitu ambavyo alikuwa anatuelekeza tukifanye kwenye hizo mechi za kirafiki. Kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta na ameweza kutuambia mazoezini mazuri na mabaya ambayo tunafanya kwenye friend match ambayo anaweza kutusaidia katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo zile friend matches zitatusaidia kwa sababu mwalimu vile vitu ambavyo alikuwa anatuambia sisi wachezaji tukavifanyie kazi. Tumepata gap kubwa, tumepata muda, tunaamini mpaka hivi mechi inafika hii tutakuwa tupo vizuri tuweze kupata matokeo. Pia kutokana na mwalimu wangu amenipa pia ujasiri kutokana na vitu ambavyo ametupa sisi mazoezini, vinanipa confidence kubwa sana ya kuongea, tunajiamini kwa hiyo.